Hujambo mtazamaji wa Star TV popote ulipo, karibu. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka mjini Dodoma, yaliko makao makuu ya nchi. Mimi nimeamua kuja kuweka kambi hapa kila Jumatatu, angalau unione kutokea Dodoma. Hiki ni kipindi mfululizo ambacho umekuwa ukiona mimi nazungumza na waheshimiwa mbalimbali kutoka hapa Dodoma. Mwaka 2015 wabunge, madiwani pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla wake, na upande wa pili kwa maana Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambao waliunda Ukawa, waliungana kuuza sera zao kwa wananchi, ambako nimekuwa nazungumza mara nyingi kwamba kura hazikutosha kwa upande wa Ukawa, milioni 6 dhidi ya milioni 8 ambao Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli alizipata kupitia Chama cha Mapinduzi. Hiki kinafanya wao waongoze dola, na hiki si kipimo tosha cha kusema tusiwaulize maswali ambayo waliahidi mwaka 2015. Miaka kama miwili sasa ambayo inafanya sote tuulizane kwamba tumefika wapi, tumetoka wapi, tunaelekea wapi, na tuko wapi, na kama wamekwama wapi. Huwa najiuliza mara nyingi kila nikikutana hasa na wabunge kutoka Chama cha Mapinduzi, maana wao ndio wanaongoza dola, na sababu nyingi zaidi za kuwauliza kwamba mmekwama nini na mko wapi na hali ikoje. Leo iko tofauti kidogo. Niko Geita, ambako mara ya kwanza nilifanya na Joseph Kasheko Msukuma, mbunge wa Geita vijijini, lakini baadaye nikaja kuzungumza na mkuu wa mkoa wa Geita, nikazungumza naye. Leo niko Geita mjini, lakini matangazo yanatokea Dodoma. Huyu ni Mheshimiwa Constantine John Kanyasu, niko naye hapa nazungumza naye kwa pamoja kuhusiana na mambo mbalimbali. Niseme karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Karibu sana. Nashukuru. Muda mrefu. Mara mwisho interview ilikuwa mwaka huu mwanzoni kabisa. Muda mrefu sana. Habari za Dodoma? Nzuri kabisa. Leo wiki iliyopita niliona kwa kuna mjadala bungeni kuhusu kupongeza shughuli za Mheshimiwa Rais kama kuihamishia makao makuu hapa, mnapongeza ile. Sasa hem niambie hii ilikuwaje? Manake ni wote mmekubaliana na wote mmefurahia, ama imetokea tu ile CCM kama mnavyoitwa kwamba nyesi ni wakupongeza tu kila kitu? Kwanza niseme karibu sana Dodoma. Shukrani sana. Nikushukuru sana kwa kunipa nafasi kwa mara nyingine ya kuzungumza na wapiga kura wangu, lakini na Tanzania kwa ujumla. Ni kweli kwamba tumekuwa na hoja leo ya bunge, ambapo tuseme ni hoja ya bunge, sio hoja ingawa imewasilishwa na Mheshimiwa Simbachawene. Hoja hii ilikuwa ni kwanza kama bunge kukubaliana na serikali kuhamishia makao makuu Dodoma na kutamka Dodoma kwa jiji. Lakini kama ilivyo ada, baada ya hoja ile kuwasilishwa na Mheshimiwa Simbachawene, ikabidi ijadiliwe na wabunge wote wa pande zote mbili. Na kama umeona kwa kweli sikuona mtu anayepinga sana isije Dodoma kwa makao, isiwe jiji na isiwe makao makuu. Ila nimeona kasoro chache ambazo zimetajwa ambazo zingefanywa kazi kwanza kabla ya kuleta makao makuu. Lakini hii ni hoja ya msingi kwenye ilani yetu. Sisi imo ndani ya ilani ya uchaguzi tangu miaka ya 73. Mwalimu alipendekeza wakati huo chama cha tano, na taratibu za kuhamia Dodoma zimekuwa zikifanyika tangu wakati huo. Nadhani unaona jengo kubwa kabisa la bunge lilijengwa hapa, na mara zote tangu mwaka huo bunge limekuwa likutana Dodoma. Kilichokuwa kimebaki ni dhamira ya serikali, tunaita political will, ya kusema sasa tunaenda. Na kwa nini hatukufanya huko nyuma? Ni kwa sababu pamekuwepo na hizo kasoro za tusubiri muda bado, hiki kinapungua. Lakini kama unafahamu, ukisubiri kumaliza jambo kwa 100% huwezi kutekeleza, kwa sababu kila siku lazima ufanye, alafu uone mapungufu yafanyie kazi. Kwa hiyo hoja ya wabunge ni makao makuu, nadhani tumewahisha kwa sababu huduma za serikali nyingi hazijakamilika. Lakini la pili kwamba kuwa jiji, zile sifa za jiji hazijakamilika. Na hoja wanaosema nayo wao ni zile huduma za kijamii. Kwa mfano hakuna stendi, lakini wanasema barabara ni ndogo na mambo mengine madogo. Lakini mimi kama mbunge, tukiachana na chama, ninaunga mkono kwa 100%. Kwanza kuhamia hapa kwa sababu
tulipokuwa tunafanya bunge Dodoma, lakini serikali yote iko Dar es Salaam, watendaji ambao tunataka wajibu hoja zetu kwenye kamati tulikuwa tunapata shida sana. Inabidi tukaweke kambi Dar es Salaam, alafu sisi ndio tuonekane wageni, badala wao waje sisi tumewaita, tuonekane kama wao wametuita sisi. Kwa sisi tunaona kwamba kwa serikali imefanya jambo la msingi. Kinachotakiwa sasa kwenye hoja ya makao makuu kimsingi ni tunamsubiri rais aje. Maana kisha kuja rais, mabalozi watakuja, kila kitu na watu wote watahamia hapa. Hoja ya jiji mimi naiunga mkono kwa sababu huwezi kuwa na jiji makao makuu ya nchi alafu kaendelea kuwa na manispaa. Na kwa sababu ukitazama vizuri mipango ya serikali unaona tunaenda wapi. Na huko tunakokwenda sio mwaka huu tumeweka budget hela nyingi tu kwenye budget ya serikali. Tunaamini kwamba haya yakitekelezwa miaka miwili ijayo mji huu utakuwa na huduma zote wanazozitaka, stendi nzuri kabisa, soko nzuri kabisa, ring road ambayo hata Dar es Salaam haipo. Malori hayawezi kupita katikati ya mji, lakini tuna chuo kikuu ambacho hakipo Afrika Mashariki na Kusini, hakipo. Tuna vyuo karibu 5 hapa. Mimi na story kubwa Benjamin Mkapa bado naamini kwamba kuwa jiji Dodoma tulistahili. Kwa unaamini maamuzi yale maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Ni maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, isipokuwa kasoro zilizopo lazima tuendelee kuzifanyia kazi wakati maisha yanaendelea. Moja sifa ya Mheshimiwa Constantine John Kanyasu, mimi nimemjua muda mrefu. Kwenye peusi huwa na tabia kusema hii ni nyeusi, pamoja na kwamba ni mwana CCM. Sasa sijui kwenye maswali yangu leo ataweka nyeusi na njano sijui. Pale Geita, kwanza kabla sijaanza maswali yangu, nipe picha sasa. Miaka miwili ya ubunge wako sasa hivi, miaka miwili na sehemu, umebakiza miaka miwili tena kwenda 2020 kwenye uchaguzi mwingine. Ninataka kusema tupe tathmini yako, jitathmini wewe kwa miaka miwili kwa Geita mjini kama mbunge. Kwanza niseme kwamba tuna takriban sasa tunaenda mwaka wa 3, almost mwaka wa 3. Na nianze kwa kweli kwa kumshukuru Mungu sana. Mimi kama mbunge Geita nilikuwa na nadi ilani ya uchaguzi ya chama changu. Kwa nilikuwa na ahadi za CCM. Tulielekezwa na viongozi wetu wa chama kuepuka sana kutoa ahadi ambazo hazimo kwenye ilani kwa sababu tunaweza baadaye kushindwa kuzitekeleza, na nilijikita sana kule ukiacha za kawaida za kiutendaji na za kijamii. Kwa hiyo mpaka leo hivi tunavyozungumza, miaka takriban 3, ninaweza kusema mimi niko almost 60%, niko 60% ya ahadi ambazo nimeziahidi. Na maana yake unataka kuvuka malengo. Exactly, niko zaidi ya 60%. Na haya yako zaidi kwenye huduma za kijamii. Huduma za kijamii, na tunakwenda vizuri sana. Na tunakoelekea ninaamini kabla ya 220 nitakuwa kwenye, kama sio 100% utekelezaji, itakuwa kwenye 90-95. Na ninaona uwezekano wa kuyatekeleza haya upo mkubwa kulingana na mipango ambayo tumefanya. Kwa maana yake wewe ulikuwa na vipaumbele vyako ama ulichukua vipaumbele vya chama? Kimsingi hakuna mbunge ambaye atakwambia mimi hivi vilikuwa vyangu. Tukizungumzia elimu, ukikuta mbunge anaambia mimi nimejenga darasa, ni kipaumbele kimo ndani ya ilani. Ukikuta nimejenga hospitalini, kimo ndani ya ilani. Ukikuta nimejenga barabara, kimo ndani ya ilani. Ukikuta tumefanya chochote maji, ndani ya ilani. Sasa zile zote ni ahadi za chama changu. Na maana yake wewe unaonyesha hapo unataka kukwepa kwamba tunakupimaje? Hapana, mimi tukianza kukuuliza kwamba wewe umetoka Geita pale, watu walikuwa wana yale magwangala sijui wanafanyaje, wananyimwa migodi imefanya, tukikuuliza wewe kama mbunge utasema hii ilikuwa laini ya chama. Kwa maana yake unataka kukwepa majukumu yako. Ninachotaka kukisema hapa ni kwamba kwanza lazima ujue sisi ni wabunge tuliosimama kwa tiketi ya CCM. Mimi nimesimama kwa tiketi ya CCM. Kwa hiyo ninaposema lazima nitangulize chama changu mbele kama chama kilichotoa ahadi kwa wananchi. Na chama sio mimi peke yangu. Na chama nina rais pale, nina mbunge, nina diwani, nina mfumo mzima mkoa, wapi, wilaya. Lakini mimi kama mbunge sasa msemaji wa wananchi wale yako ambao sasa ninayabeba kama matatizo yao na kuyapeleka serikalini yanafanywa kazi kama utekelezaji wa yale ambayo nimeyasema. Kwa hiyo ndio nasema katika hizi ambazo baadaye nadhani tutanipa nafasi nitaeleza kimoja. Nasema tumetekeleza vipi kwa namna gani. Ambako nadhani tuanze kwa kusema kwamba kuna matatizo makubwa sana Geita mathalani ya maji. Geita mjini, vijijini
kote Geita. Ndiyo. Leo tunataka tuzungumze Geita mjini ambako tunaamini ndio sebule ya Geita. Mtu akija Geita anaanzia mjini, atalala mjini, atafanya shughuli zake mjini. Leo analala, hakuna maji, hakuna sijui miundombinu, barabara kama unaona tuna barabara moja tu ile ambayo ukija stendi pale Geita stendi nyuma hivi kuna barabara ile barabara bovu ambayo nilikuwa naona juzi ndo anakwangua barabara. Mitandao bado si rafiki sana. Tuanzie hapo kwamba 2015 mliahidi, mmetekelezaje? Kwanza nianze na maji. Kwamba ni kweli mji wa Geita kwanza ni mji unaokuwa kwa kasi sana. Na ni mji ambao kwa kama unavyoona unakuzwa kwa sababu ya kazi za madini. Kwa hiyo Geita tulikuwa na miradi mmoja tu wa maji ambao ni mradi wa serikali na GGM walikubaliana cooperate in partnership, na GGM wanasema walitumia bilioni 12. Kwa hiyo serikali nayo ilitumia kiasi cha fedha kwa ajili ya kuzalisha cubic mita milioni 4. Mradi ule ndio ambao umeendelea kuhudumia maji pale mjini. Kuliko bahati mbaya haujawahi kufikia milioni 4 na umekuwa ukihudumia kama milioni 1 point. Lakini mahitaji ya mji wa Geita maji ni kama cubic mita milioni 20 za Geita nzima. Hiyo natoa picha Geita, sio Geita nzima. Geita mji pale, Geita mjini pale milioni 20. Kwa bahati mbaya maji bado ni tatizo kubwa. Na ni tatizo kubwa kwa sababu miundombinu iliyokuwepo ilikuwa imefikiriwa kwa ajili ya kamji kadogo. Sasa mji ule unakuwa kwa kasi. Lakini tulipoingia sisi tulipata bahati ya kupata mradi mmoja kutoka ambao ulikuwa sponsored na African Development Bank. Tunaitwa LV Watson, mradi kama bilioni 6 point ambao ulikuwa ukamilike mwaka juzi mwezi wa 11. Shughuli nisikia bungeni ninazungumza kwa tatizo la Wizara ya Maji haikuwa pesa. Ilikuwa ni pamoja na mfumo mzima wa usimamizi wa ile kazi tangu juu mpaka chini. Na Mheshimiwa Rais alisikia akaamua kuhamisha ile wizara nzima kuwapeleka kwenye wizara yao. Kwa hiyo tulikuwa na pesa tayari. Zipo wameshapewa mkandarasi, ana miaka 3 hajakamilisha mradi mpaka leo. Kama ulivyokuwa Sengerema vile. Exactly. Kwa hiyo hivi ninavyozungumza haujakamilika, lakini pesa zote tumepewa na benki. Kwa hiyo hii ndio tatizo. Lakini mradi ule ukikamilika unatarajiwa kuzalisha kama cubic mita milioni 1.8 ambazo zitajumlisha kwenye milioni 4 itakuwa kama na 5 point. Lakini maji hayo bado hayatoshi. Sasa nimefanya nini kwenye maji? Pamoja na juhudi hizo ambazo tunaendelea, tunachimba visima vingi. Mimi ulinisikia nazungumza bungeni. Sikubaliani kabisa na hoja ya kuchimba visima Mwanza mjini, Geita mjini, sijui Magu na wapi. Yaani visima wachimbe Dodoma, wachimbe Tabora, wachimbe Singida. Sisi tunataka waliko mbali na vyanzo. Tunataka maji ya bomba. Na mji kama Geita ukitumia ule mlima ulioko pale, ukaweka tenki kubwa pale la maji mengi, maji yako kilomita 10 tu kutoka pale ya ziwa. Ukipampu yakaja yatashuka by gravity kwenda mpaka Bukombe. Wala uhitaji kupampu tena. Lakini unachimba maji. Nashangaa mnachimba maji. Ndio maana nilisema mimi yani hata sijawahi kwenda kumtafuta mtu wa visima mimi hapa. Kumuomba visima katikati ya Geita. Sijawahi kwenda. Kwa sababu naona ni useless. Na kule kwenye visima wanaendelea kulalamika. Kwa hiyo tumepata mradi mkubwa sana wa maji Geita mjini. Tumepewa dola milioni 45 kutoka kwenye mkopo wa serikali ambao tumepata kutoka India, na tayari serikali imesha sign zile pesa. Juzi Mheshimiwa Waziri anasema wana finalize documents ili waweze kutangaza kuanza kandarasi. Kwa hiyo ndio wanasema kabla ya 220 huo mradi mkubwa wa maji ambao takriban bilioni 1 kwa ajili ya huo mji wa Geita utakuwa umeanza. Na Mheshimiwa Waziri aliniambia huo mradi utakapoanza ambao utakuwa kama ndio source sasa. Maji kwenda Kasama, maji kwenda Mgusu, maji kwenda kwenye hizo kata za jirani, tutatap kwenye mradi mkubwa. Sasa kwa kazi yetu ni kuongeza mabomba. Kwa hiyo nina uhakika by 220 kwa tumesolve tatizo la maji. Kwa maana yake wana Geita ambao wapiga kura wako wanakuangalia sasa hivi. Maana yake unawaashua serikali iliwaahidi na wewe uliwaahidi na unawaashua kwamba kabla 2020 ilikuwa ni ahadi yangu ya maji. Nilizungumza kwenye mikutano yote kama tutahakikisha tunaleta maji. Maana ndio kilio cha kwanza. Leo Geita maji tunayotumia ni maji ya Nyankanga. Kuna bwawa pale tu Nyankanga ambayo ni catchment ya erosions plants na mamigodi madogo yote unayoona pale Geita. Ile catchment yake ni Nyankanga Dam. Ile Nyankanga Dam mimi naamini kwamba kwa sababu tu labda ya uswahili wetu hatuugui, lakini
chini pale kuna sumu nyingi sana kutokana na nature ya mazingira yale. Mimi sio mtaalamu wa mazingira, lakini nikitazama ile catchment yake siamini yale maji. Kwa maana huwa yakipungua level kidogo tunayabandon, tunaanza kuvuta kutoka ziwani. Kwa hiyo watu wa Geita wanatazama sasa. Najua wanafahamu tatizo la maji la Geita. Na serikali yangu yote inajua. Nimezungumza na katibu mkuu juzi na waziri, wakasema tunalijua hilo. Lakini tuna bahati mbaya moja. Kule ambako GGM wameweka bomba la kuvuta maji, wanatumia umeme wa diesel. Kwa kwao hakuna umeme wa TANESCO. Kwa hiyo tumezungumza na mheshimiwa waziri, tumezungumza na katibu mkuu kwamba zifanyike juhudi za haraka za kupeleka umeme wa TANESCO kule, ili hili bwawa litakapokuwa limepungua level, kabla litaanza kuvuta maji machafu yale ya chini, basi tupate maji kutoka ziwani. Lakini solution ni mradi mkubwa wa maji. Kuhusu barabara, ni kweli kwamba Geita ile tuliyoifika sisi ilikuwa na barabara moja ya lami. Ya mwaka gani? Ya mwaka 2015. Ilikuwa na barabara moja ya lami. Nadhani wewe hujafika muda mrefu Geita. Haiko hivyo tena. Sasa hivi na wiki mbili, yes, sasa hivi naweza kusema tunazo barabara moja inatoka kwenye Kipleft kwenda GGM. Ya Kipleft hii ambayo inaenda halmashauri na Mwanza. Kilomita takriban 3. Mpya kabisa, barabara ya lami quite standard yenye taa. Tuna barabara ya kilomita 2 point inayotoka stendi kupita kanisani Roman kwenda kama unakwenda Nyankumbu, ni mpya kabisa. Tuna barabara nyingine tunajenga sasa hivi ya taa kwa World Bank ya kilomita 3.9 ambayo inaanzia kwa mkuu wa mkoa kuzunguka Ikulu, kupita Katoma, kuzunguka kwenda mpaka chini Pepsi, ambayo tayari mkandarasi yuko site. Tuna kilomita 1.5 TANROADS wanajenga, ambao kuna nyingine tunajenga Maturole. Kwa hiyo in a year or two tuna kama kilomita 10 hivi ambazo ziko Geita pale mjini zinaendelea. Lakini nakubaliana na wewe kwamba nature ya ule mji umekaa hivi. Mvua zikinyesha huku maji yote yanakuja huku. Kwa hiyo barabara ni tatizo. Hasa huku chini kila mvua inaponyesha mafuriko, barabara zinajaa tope. Kwa tuna shida ya barabara za mtaa. Na mimi kwenye bajeti zote mbili ya mwaka jana na mwaka juzi nimeahidiwa kilomita 5 na mwaka jana kilomita 5. Bahati mbaya katika hizo kilomita 10 nilizoahidiwa ndio hizi kilomita 3 sasa zinajengwa kupitia TANROADS. Lakini ni imani yangu kwamba zikijengwa hizo 10 nilizoahidiwa na serikali, zikijengwa TANROADS wakijenga hizo. Wewe una mashaka pia? Nina mashaka kwa sababu mwaka wa fedha unaisha. Mwaka wa fedha unaisha na sijui kama TANROADS tayari wameshapata mkandarasi na wameshapata pesa. Kama una mashaka, si ndio kipimo cha kusema mheshimiwa kwamba mashaka, jambo moja lazima ujue. Mashaka. Kwa mfano pale Geita umesema huyu umekaa hivi. Kuna wakati nazungumza na wananchi pale wananiambia si mbunge, si mkurugenzi, si mkuu wa wilaya, si mkuu wa mkoa anakuja wakati mwingine kutuambia mvua ikinyesha hapa hata stendi haikaliki. Mfano ile stendi ya pale mjini, stendi ndogo ile pale mjini. Haya ndio mambo ambayo unataka kujua. Mbunge wangu, nimekuchagua unitatulie matatizo, lakini hali ndio hii. Nadhani haya ndio ambayo wananchi wanataka kusikia. Na lazima ukubaliane Nyanda kwamba tatizo la stendi sio tatizo la kuamka usiku asubuhi imejengwa. Ile stendi ilijengwa kwa pesa nyingi sana za serikali. Wanapima hiyo miaka miwili ilijengwa. Sasa wanasema wanapima miaka miwili. Nasema miaka stendi ile sio mpya. Ilikuwepo, ilijengwa na kwa pesa nyingi sana za serikali, lakini imeharibika. Hatuwezi kusingizia walijenga vibaya. Mimi naamini ni kwamba ilitumika na muda wake umeisha. Tuna mipango gani ya stendi nyingine? Na mipango ya serikali sio mpango wa kuamka asubuhi una 500 unanunua na kumaliza, hapana. Lazima swala lizungumzwe, liingizwe kwenye budget, pesa itafutwe ijengwe. Tunazo pesa tayari kutoka World Bank na tunajenga stendi nyingine nzuri kubwa na ya kisasa Magogo. Na hivi ninavyozungumza nadhani mkurugenzi wangu atakuwa amekwishatangaza. Pesa zipo. Yes, pesa zipo. Tunajenga Magogo. Huku tunakojenga wanakojenga makao makuu ya uhamiaji, na huku kwenye mji mpya tunajenga stendi nyingine kubwa, na hapo tunajenga uwanja wa mpira. Na hii stendi pesa zake tunatoka kwenye Benki ya Dunia. Na tayari pesa tunazo. Na hatua ya mwisho walikuwa wanamalizia michoro na kuona wanaweza kutangaza namna gani. Lakini tutafanya nini hizi stendi za zamani? Tunataka kuziimarisha ili ziwe stendi za magari madogo madogo kama taxi na haisi. Lakini ni swala ambalo mbunge hawezi kulifanya kwa siku mbili kwa sababu kubwa mbili. Kwanza lina budget implication. Budget lazima ipite serikalini. Lakini ni kipaumbele cha mwaka huo kwenye maeneo yangu, kwa sababu mimi na vipaumbele vingi, na afya na elimu na maji. Je, ni kipaumbele cha mwaka huu tuondoe pesa kwenye afya tupeleke kwenye stendi? Kwa hiyo bahati nzuri tumepata support ya World Bank.
tumepata support ya World Bank na itaanza kujengwa, lakini tusingeweza kuanza nalo kwa mwaka wa kwanza sababu tulikuwa na issue kubwa sana kwenye elimu. Tulikuwa na uhaba mkubwa sana wa darasa. Shule moja na watoto 4800 na madarasa yako 14. Kwa lazima tulijenga shule 3 pale. Tulikuwa na tatizo kubwa la hospitali. Tumejenga zahanati karibu 8. Tunataka kukata watu wanaokuja kwenye hospitali ambayo ilikuwa ya wilaya imekuwa ya mkoa, gharama zimepanda. Sasa tunajenga zahanati ili watu watibiwe huko kwenye shida ndogo ndogo, wasije kwenye huko ambako tuna hospitali ya mkoa. Kwa hiyo ukiyachukua hayo ambao ndio vipaumbele vya msingi vinagusa wananchi, tulilazimika kuanza na mambo hayo. Lakini haimaanishi stendi haikuwa swala la muhimu. Tumekuwa tukifanyia matengenezo sasa. Tunafanya nini? Tunajaza pale kokoto na nini ili iendelee kutumika, na ndio maana inaendelea kutumika. Kwa hiyo kuna uwezekana kabisa kwamba kwanza lazima Mtanzania uelewe kitu kimoja kwamba hapa tunazungumza ahadi ambazo zilitolewa. Kwa hiyo hapa kazi yangu ni kumuuliza tu hiyo ahadi ambayo mmeitoa mmefikia wapi, na kama mmekwama wapi. Nadhani mmemsikiliza vizuri, hata yeye mwenyewe mheshimiwa mbunge kuna maeneo anakiri kwamba ni kweli haikupaswa kuwa hivyo, na kuna maeneo anasema yamepigwa hatua yako hivi. Uungwana, sisi tunachokiangalia mwisho siku uungwana wake kama mheshimiwa mbunge, kuna maeneo anakubali. Kwa hiyo tuendelee kujadiliana kwa kina. Kama unaweza kushiriki matangazo haya ni vyema zaidi kuniandikia kupitia ukurasa wa Facebook pamoja na Instagram na Twitter kwa jina la Alois Nyanda ama Star TV habari, ambako huko utakutana na akaunti yetu tayari. Ujumbe wako mimi nitaufanyia kazi, na niseme tu kwamba paka saa 4 dakika 30 itakuwa ukomo. Kabla sijaenda mapumziko, nimuulize swali tena hapo kwenye hilo eneo. Kwa mfano ikiwa Geita walio wengi, nilifika pale Geita nikazungumza na wananchi ambao nyinyi wana CCM mara nyingi mnawaita wanyonge ambao mnawapigania. Walisema, wengi wanasema ni aibu kwamba tumechelewa sana. Geita si ya kuzungumza leo maji, Geita si ya kuzungumza barabara tena. Geita walikuwa wanatakiwa watu watoke Dodoma kwenda kuangalia mmefanyaje. Yaani wanasema Geita hii imetafunwa sana na viongozi wazembe. Unajinasuaje kwenye hilo kundi la viongozi ambao wamechelewesha maendeleo? Kwamba wana Geita wanalalamika. Kwanza unakubaliana kwamba ni kweli mmechelewa sana Geita? Na majibu mawili pale. Kwanza siamini kama kwenye maendeleo huo kuna mtu anaweza peke yake akasababisha maendeleo yasiende bila wengine kushiriki. Unajua kiongozi yote aliyeko madarakani anachaguliwa na watu. Na kwa hiyo inapotokea kuna dosari zinafanyika, lazima nyinyi wenyewe muwe sehemu ya mkwamisho huo. Kwa hatuwezi kuwalaumu kwa sababu bunge walikuwa hawajiweki, madiwani walikuwa hawajiweki. Kwa kama kuna kasoro, lazima watu wa Geita wote tukiri zilikuwa za kwetu wote. Hatuwezi kuanza kumsukumia mtu mmoja. Inawezekana pia diwani alikuwa ni diwani hapati support ya mbunge, alikuwa mbunge hapati support ya diwani na kadhalika. Nataka kusema kimsingi nakiri kwamba Geita tumechelewa sana. Tumechelewa kutokana na utajiri mkubwa ambao tunao pale. Unajua sasa hivi Geita ni dhahabu inauzwa nje. 98% ya dhahabu inauzwa Tanzania inatoka Geita. Inatoka Geita na specifically GGM. Mradi ambao kilomita 3 kutoka makao makuu ya mji wa Geita. Mji wa Geita ule mgodi una watu zaidi ya 6,000 wafanyakazi wanaolipwa direct, wafanyakazi walio direct kwenye mgodi. Ukiweka na familia na nini, kuna almost watu 15,000 ambao wako direct related na mgodi. Maana yake ni kwamba hata watu wa mgodi wenyewe wangeweza kutengeneza maji kwa ajili ya watu wao wanaoishi kule. Na wale maji yakawa ni uhakika, acha haya sasa hivi ya kubahatisha. Lakini kwa bahati mbaya sana kuna zile fedha za maendeleo. Sasa hiyo kwanza nataka kukiri kwamba mimi nimeenda kuwaamsha. Hii sheria unayoiona hii. Kwanza kwenye hiyo sheria ukiwa unataka kwenda huko nitakuuliza huko kwamba kwenye hiyo sheria ulipigia kelele. Mimi nilipigia kelele kama mara zaidi ya mara 20, lakini nilianza nayo kule. Kabla ya hapo watu walikuwa nafikiri ni msaada hiyo hela. Nikaenda kwenye RCC nikakataa kabisa. Nasema huu si msaada, ni utaratibu wa kisheria. Si siala, ni utaratibu wa kisheria. Na hawa mwisho wa mwaka wanaiingiza kwenye hesabu. Inaonekana pesa hii dola milioni 15
tumetoa zimeenda kwa wananchi, kwa hiyo zinapungua kwenye faida, hawalipi kodi. Kwa hizi ni pesa za kwetu, lazima tuzisimamie. Hawakunielewa, viongozi almost wote hawakunielewa. Naomba tukomee hapo, nitarejea kwenye issue ya Geita hiyo kuanzia kwenye mgodi. Nitarejea hapo. Nimemwona mheshimiwa Kanyasu sasa, ni kama chura ambaye umemtupa kwenye dimbu ya tunataka kuzungumza hilo. Kwa kweli tunazungumzia maendeleo ya nchi ya Tanzania, specific leo tuko mkoani Geita, ambako tuko Geita mjini, ambako mheshimiwa mbunge amekalia kiti cha Agenda 2020. Tuzungumze naye kuhusiana na ahadi ambazo alizitoa yeye, lakini pia kupitia chama chake cha Mapinduzi mpaka sasa wamefikia wapi. Nitarejelea muda sio mrefu sana, na nafahamu tumekomea kwenye swala zima la migodi, na hapo ndipo kwa kuna vurugu, mechi nyingi ambapo tutataka tufahamu. Mimi naitwa Alois Nyanda. Asante sana. Baada ya mapumziko mafupi sasa tumerejea. Hii ni Agenda 2020 mpaka saa 4 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki, na agenda mara nyingi ipo kwenye YouTube. Hata kipindi hiki kitakapokamilika tu takriban dakika 20 baadaye utakikuta kwenye account yetu ya YouTube. Kwa hiyo vipindi vyote hata vya nyuma unaweza ukaenda ukasubscribe ama ukakitafuta hicho kipindi na ukaendelea kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube kwa kuandika Star TV, na unakutana na vipindi huko, ama andika tu Agenda 2020 utakutana na vipindi vyote ambavyo vimepita hapa. Hata hiki kitaingia mara baada kukamilika tu hapa kama dakika 20 zijazo, kitakuwa ndani ya YouTube account yetu. Mimi naitwa Alois Nyanda, kwa niaba ya timu nzima niseme karibu sana kama unajiunga. Ni Agenda 2020. Niko na mheshimiwa Constantine John Kanyasu. Huyu ni mbunge wa Geita mjini. Tunazungumzia maendeleo ya Geita mjini. Wala ambao mnajiunga kwa sasa, tulikuwa tumepause kidogo kuhusiana na maendeleo ya Geita katika eneo la mgodi. Turejelee tena kwenye mazungumzo yetu ya mgodi. Tumekuacha pale unasema watu walikuwa nadhani ile fedha ni hisani, kwamba wataki watoe, wataki wasitoe. Pressure yako ilikuwaje? Na hapa connection yetu ni kwamba hivi, kwa nini tumechelewa au tumewahi? Nilikuwa nakwenda pale kwamba tumechelewa ama tumewahi. Kwamba nilipofika nilikuta kwa kweli figa ni kubwa, lakini kinachofanyika hakionekani. Na ndio kwa mara ya kwanza nikalaise hii alarm kwenye RCC. Nikasema hizi pesa ni za kwetu, lazima tuzisimamie na lazima watuambie ukweli. Na tukakuta wanatuambia mafiga ya ajabu. Ukiangalia pale tuna shule ya sekondari imejengwa kwa bilioni 15. Iko pale shule ya sekondari. Shule ambayo ukilipa mimi bilioni 3, najenga shule kama hiyo. Imejengwa kwa bilioni takriban bilioni 15. Iko pale shule ya Nyankumbu sekondari. Lakini mkuu wangu wa mkoa alituma timu, kwa sababu ni engineer, akasema hii ukinipa bilioni 3 najenga kitu zaidi ya hiki. Na hasa ukirudi nyuma miaka hiyo, mwishoni wa miaka 2000 ambapo gharama za ujenzi zilikuwa chini, zote sio kama sasa. Kama sasa hivi. Mradi huu wa maji ambao umetumia bilioni 12 point ni mradi ambao kwa maengineer wa kwetu wa serikali na gharama za serikali, ukichukua bilioni 12, wananchi wa Geita almost 50% walikuwa na maji. Lakini tumechelewa kwa sababu kwa kweli usimamizi ulikuwa mbaya. Lazima tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwanza kwa kutuletea kufanya mabadiliko ya viongozi waliokuja, lakini kwa kurekebisha sasa sheria hii sasa ambayo inakwenda kuhusisha moja kwa moja wananchi, wawakilishi kwa mfano wa madiwani na nani, kwenye kujadili pesa hizi ambazo zinatolewa na mgodi, lakini kwenye kushiriki pia kwenye kusimamia. Sasa kwa nini nilisema kwamba tumechelewa? Ukienda leo Geita, ukaenda ambako wanachimba dhahabu, mashimo utakayoyakuta ambayo hakuna siku ile mandhari yake ya asili itarudi kama ilivyokuwa. Huwezi ukaamini kwamba hapa ndipo kwa miaka tangu mwaka 2000 mwaka 99 watu wanachimba dhahabu na Geita hakuna maji na Geita hakuna barabara. Kuna mashimo ambayo ikatokea maji yamejaa. Kina chake ni kirefu kuliko kina zaidi ya ziwa Victoria, kina kirefu zaidi ya ziwa Victoria. Yaani ile point yake ile iko karibu mita 200 na kitu kwenda chini. Lakini hakuna maji na hali ya mazingira imeharibiwa vibaya. Kwa hiyo tumechelewa sana kulingana na uchumi mkubwa ambao uko pale. Na kwa nini tulichelewa? Kwa kweli mimi nalalamikia kidogo kuna tatizo la sera. Lazima tukubaliane.
watu wanaozungukwa na hifadhi sio watu sio watu wa Tanzania waliokwamisha, maana yake ni tatizo pia la sera. Hiko pamoja kwanza tatizo la sera. Kwa kweli pamoja na kupata pesa hizi na kodi na nini, ni vitu vichache sana vilivyofikiriwa kwa ajili ya Geita. Sera kwenye sera unajaribu kusema nini? Yes, nataka kusema kwamba sasa tumebadili juzi kwenye sheria. Mwaka 2017. Kwa sasa tunataka watu wafaidike na uwekezaji ulioko pale. Hii kitu ilichelewa kwa sababu ungekuta watu wanatoka kwa hiari. Sasa kuna sheria inawalazimisha kutoa. Lakini nataka nazungumzia sera kwa sababu gani? Kwenye hifadhi za wanyama na mbuga za wanyama kuna 25% inabaki kwenye maeneo yale kwa ajili ya wananchi na eneo pale. Lingefanyika hili kwenye maeneo yote ya migodi ambapo ni bora hata wanyama wanazaliana. Huko kwenye migodi dhahabu ikiisha maisha kwa sababu ile miamba haizaliani. Lakini inatoka jumla na kuona. Nafikiri sera hapa inatazama na hili nimeshasema kama mara mbili bungeni. Lazima tutengeneze sheria ambayo kwa kweli itasababisha watu, kama kuna gesi aina fulani ya upendeleo wa watu kwenye gesi, kama kuna dhahabu, kama kuna almasi, ili baada ya miaka 20 dhahabu imeisha, watu wabaki wanakumbuka kwamba dhahabu iliisha, lakini haya yaliyotokea haya ni matokeo ya uwepo wa dhahabu. Kwa kweli tumechelewa sana. Tumechelewa. Huwezi kuzungumzia leo Geita, unazungumza leo haina barabara. Hata kwa akili ya kawaida mapato tu yale ambayo yanazunguka pale yangetosha kutujengea barabara zetu ndogo za lami. Kwa sababu mtandao mzima wa barabara wa mji wa Geita, kwa hatua zinazochukuliwa na Dr. John Pombe, Rais wa Jamhuri, zinatia matumaini. Exactly. Ndio wanasema tumechelewa, lakini sasa tuna watu sahihi ambao wanatupeleka sasa kwa spidi kubwa. Naomba niseme hilo, kwa spidi tunayokwenda nayo ni kubwa, ambayo nadhani tukienda hivi kwa miaka 10 na kama ulisikia juzi kwenye mchango wangu, hata watu wa mgodi wamestuka. Sasa wanachimba London. Mwanzo walikuwa wana concentrate na eneo moja. Sasa hivi wamesha piti karibu 5. Maana yake nini hiyo? Maana yake ni kwamba nao wana wasiwasi na mabadiliko ya sera, kwamba maybe zitakuja sera za kuwabana zaidi huko mbeleni, wajikute wanashindwa kuhamia kwenye piti nyingine. Kwa hiyo wamesha mashimo mengi. Kwa maana yake ni wizi ama madhara yake ni kwamba hawamalizi sasa. Hawawezi kumaliza. Wakiona gharama zimekuwa kubwa hapa wanahama. Hawamalizi madini yale pale na yale yanayobaki pale, akija mwekezaji mpya investment yake ni kubwa sana kuyachimba. Unajaribu kusema nini? Ni hujuma ni nini hicho? Nataka tu jicho la serikali lione ili baada ya miaka 4, 5, miaka 10 tusibaki na mashimo na watu wakabaki kuendelea kuwa maskini kama walivyo sasa. Nilijaribu kulishauri hilo kwenye niliona kwenye bunge unazungumzia ile eneo. Ile eneo kwanza lazima ile uchumi mkubwa wa Geita pia unatokana na madini yaliyopo. Kwa hiyo ile eneo nimeconcentrate sana kwa sababu linagusa maisha ya moja kwa moja wananchi na wakazi wa Geita. Hata waliohamia Geita wanakuja kwa sababu ya biashara kubwa ambayo ni hiyo. Na hili niliona bungeni ambalo unalizungumza. Ukajaribu kuzungumza hata namna bahati nzuri wewe ni mwakilishi wa wananchi. Kwa hiyo ukizungumza hapa wakati mwingine unazungumza ni mwananchi ambaye anazungumza. Mimi nakuona kama mwananchi ambaye anazungumza. Niliona bungeni zaidi unaonyesha uhuni ambao unafanywa. Kwa mfano kudanganya hesabu na ukaomba jicho liende la serikali. Hem, nipe matokeo. Tangu umepiga kelele mpaka sasa hatua zimefanyika nini? Hili kinachokisema kinafanana na hicho cha shule ya sekondari Nyankumbu ya wasichana, mradi wa maji. Na kuna karakana kama 2 zimejengwa kama kwa bilioni 2 hivi pale. Ni aina ya miradi nilikuwa naisema. Sasa hii la juzi tumepitisha sheria nzuri ya CSR. Tukasema halmashauri na sisi wabunge ndani tushiriki kwenye mchakato mzima. Lakini bado tukawaachia mamlaka wale watu wanapoomba zabuni wakae wao wachague mzabuni nani, halafu watuletea jenge miradi yetu. Sasa matokeo yake vile vitu ambavyo tunavinunua sisi locally kwa shilingi 18,000 na 20 vimekuwa inflated, bei imewekwa twice as much. Mabati zinakuja na bei ya 78,000 wakati inauzwa shilingi 22,000 kwenye soko. Kwa hiyo sisi baada ya kelele zile nilipata baada ya kukutana na mtu wa rais, naibu makamu wa rais wa mgodi Mr. Shayo, akaniambia kwamba timu yake na timu ya halmashauri yangu wamekwenda wamekaa na kuzipitia upya zile gharama. Lakini as I'm talking mpaka leo ninavyozungumza wameshindwa kuelewana. Wameshindwa kuelewana kwa sababu bado kuna vitu ambavyo sisi tunaona kwetu kama vile vinataka kutumika kama wanageita. Yes, vinataka kutumika tu kuhalalisha matumizi, lakini mwisho wa siku vitatutengenezea gharama kubwa kuliko gharama halisi za soko. Kwa bado halmashauri yangu, mkurugenzi wangu na wataalamu wake na wao wameshindwa kuelewana, na leo ni June
Na pesa hizi zipo tangu Januari, tumeshindwa kuzitumia kwa sababu wataka wazitumie kwa mfumo ule ule uliokuwa nao zamani wa ujanja. Yes, mfumo wa ujanja. Kuna mfumo mmoja kwenye migodi yote Tanzania duniani wanaita transfer pricing. Ni kwamba wewe na kampuni yako unatengeneza ka sister company kingine. Kwa ukitangaza project ya umeme, kale ukitangaza unachagua ile kampuni yako. Ile kampuni yako inatenda bei kubwa kuliko zote, lakini ndio unayoipa kazi. Kwa matokeo yake wale kule wanakuja kutumia robo ya hela uliyowapa, zingine zinarudi kwenu. Sasa haka kama mchezo haka ndipo kanakoendelea kwenye migodi. Kama mbunge umekadiscover na umejaribu kuzungumza ndani ya bunge, wamekaa wameshindwa kuelewana. Maana yake nchi bado inatafunwa. Wanageita bado wanaendelea kuchelewesha. Hatua ni nini sasa? Yaani kwa maana wewe umeshagundua bado wameshindwa kuelewana na wanageita wanakusikiliza kwa sasa na wewe ndio mtetezi wao. Nini sasa inatokea? Unabaki kama yatima sasa. No. Bahati nzuri sana tuna serikali inayosikia. Na ninachotaka kusema ni kwamba waziri alivyoniahidi siku ile na alisema final ya mazungumzo yao kule lazima watakuja TAMISEMI, watakuja Wizara ya Madini. Na waziri tulionaye TAMISEMI, waziri tulionaye za madini ni waziri ambao watapima hoja za watendaji wa halmashauri na halmashauri yetu. Na ninaamini mwisho wa siku kabla tujatengeneza sheria ya fedha ya mwaka huu ambao mwezi Julai watakuwa wamefikia makubaliano ambayo sasa yatatupa dira kwenda mpaka mwisho. Mimi siamini kwamba tutashindikana mpaka mwisho, hapana. Tutafika pala tutaelewana tu, lakini lazima watu wakubaliane kwamba tumeibiwa sana. Kumbuka hicho kitu cha agenda tutakuja kukikalia hapa. Kabla ya 2020 nitakuuliza kwamba una sababu gani urudi bungeni. Na wananchi simemsikia. Ili swali ili unielewe vizuri lazima nitoe mifano. Niliona mjadala bungeni. Nikamwona Abdalla Bulembo ambaye alikuwa campaign manager wa Rais Magufuli wakati huo wa 2015 akisema hakuna eneo lolote kwenye ilani inazungumza mkishinda mtachomea nyavu watu, mkishinda mtawasumbua wavuvi. Akajaribu kumwambia sana waziri kwamba hajatumwa, kama ametumwa haiwezekani. Rais anamjua ni mtu wa wanyonge, hawezi kufanya kitu kama kile kuweza kushughulika na wavuvi. Unatoka kwenye ukanda ambao maisha ya watu nje ya Geita, nje ya mgodi, watu bado wanaishi kwa kutumia uvuvi. Unatoka kwenye kanda hiyo. Sio kipimo cha hali ya juu sana ya ubunge wenu kwa wananchi. Kwanza msimamo wako ukoje juu ya hiyo? Niseme tu ukweli kwamba kwa kweli tumetumia nguvu nyingi sana. Hata kuona hali hiyo unaiona sasa kwenye kanda ya Ziwa, angalau watu wanakwenda kiutu kwenda kufanya ile kazi, ni baada ya kutumia nguvu nyingi sana. Kutumia miongozo, kumuomba spika, kuomba serikali, kumuomba waziri mkuu. Palikuwa na ukiukwaji mkubwa sana wa matumizi ya sheria. Yaani sheria zipo na waziri alitoa maelekezo watu wakasimamia sheria. Ile sheria mwaka 2003 na kanuni zake za mwaka 2009 zimetaja kwamba nyavu inayotakiwa kutumika ni nyavu yenye macho 76, macho 26 kwa macho, nimesahau kidogo kipimo kile. Lakini imetaja pia size za samaki. Kwa bahati mbaya sana nyavu zote zinazoingia Tanzania, kama haufahamu, zinaingia kwa kibali cha waziri. Yaani waziri ndiye anaruhusu nyavu ziingie. Na mfano mzuri ni kwamba as I'm talking today, mpaka ninapozungumza leo, watu waliomba kibali kuingiza nyavu tangu Januari, na ambao nyavu zao zimeshakuja, ziko bandarini, wameshalipa kodi. Waziri hajawapa kibali, nyavu ziko pale zimekaa na wameshalipa kodi. Na nyavu hazipo ziwani na watu hawana nyavu. Hasa nataka kuzungumzia zile za nyuma. Kwa nini tulilalamika? Na Bulembo hiki kilikuwa kinaumiza sana. Nikikusimulia hapa utashangaa. Nyavu zile ziliingia kwa sababu waziri aliyekuepo alitoa kibali. Watu wa wizara wakakagua zile nyavu. Huyu mfanyabiashara akalipa kodi. Akaenda akaweka dukani. Wananchi wakaenda wakakopa hela, wakanunua nyavu, wakaingiza ziwani. Inawezekana nyavu zilizotakiwa zilikuwa ni single zenye macho 26. Lakini walipolipa kodi, walipoingiza nyavu zilikuwa na macho 75. Kwa hiyo zilikuwa zimekiuka sheria na kanuni. Waziri anasimama bungeni anasema 98% ya wavuvi wote Tanzania ni wavuvi haramu. Ni wavuvi haramu kwa nini? Kwa sababu nyavu walizonazo ni haramu, ambazo zimeingizwa kwa kibali cha serikali, zikalipiwa kodi, serikali ikachukua kodi. Na hao wote watu wenye maduka nini wanalipa kodi kila mwezi na wanalipa kila kitu kwa sababu serikali imewaruhusu. Lakini anasema nyavu zote zile ni haramu, na kwa sababu hiyo wamekamata nyavu zote na wanazichoma moto kwa sababu ni haramu. Nyavu ambazo zimeingizwa kwa kibali cha ofisi yake
Sasa hilo lilikuwa lalamiko letu la kwanza. Lakini la pili, unakamata nyavu mpya ambazo ndio zimetoka bandarini, zimelipiwa kodi juzi, sawa, ni dabo 3 ambazo hazitakiwi kwenda kuvua ziwani. Tuna vyuo, tuna Nyegezi Fisheries, tuna Mbegani Fisheries, tuna wanafunzi, tuna wajasiriamali. Nyavu zile una uwezo wa kuzikata zikawa dabo 2, dabo 1, single, zile zilizoletwa, zile nyavu mpya za bilioni 3, almost 1.5 million dollar, kwenda kuzimwagia petroli na kuzichoma moto kama zenyewe kama zilivyo. Unajua nyavu zenyewe kama zilivyo zikiwa nchi kavu hazijawa na kosa. Unaweza kazi modify zikawa, mimi ni mvuvi kwa kitaaluma na kipractice. Kwa hiyo ungepelekea wale vijana wajasiriamali wakawaagiza tu zitengenezwe ziwe single na mzitumie kwenye shughuli. Kwa matokeo zikachoma moto. Kwa hiyo leo ninapozungumza ziwani kule hakuna nyavu. Nyavu zilizopo ni za viwanda viwili vya kampuni za Tanzania ambazo hazitoshelezi hata 10% ya mahitaji ya nyavu ziwani. Kwa matokeo yake watu wanakwenda kutoa rushwa ili auziwe nyavu. Anatoa rushwa ili auziwe nyavu. Na hizo nyavu zenyewe ambazo anadunua kwenye viwanda vya Tanzania zikiingia ziwani, akienda polisi anakwenda na rula, anasema kipimo hiki kinapungua sentimita 1, anachoma moto au faini milioni 10. Kwa hiyo malalamiko yetu sisi ilikuwa ni uonevu unaotumika kwa kisingizio cha uharibifu wa mazingira. Na kwenye hoja hii kwa nini tulipiga kelele sana? Ninazo risiti. Kwa mfano, mfanyabiashara mmoja wa samaki ana gari ambalo la barafu. Amejaza samaki zake tani 8 kwenye barafu. Akanunua tikiti ili lipoe, yuko pale bichi anasubiri samaki, akaliweka juu ya barafu. Anataka lipoe ili aweze kula likiwa la baridi. Wale wakaguzi wakaja wanasema wewe umechafua mazingira kwa kuweka tikiti ndani ya gari, faini milioni 10. Washa gari twende wilayani. Huyu anasema mimi hii tikiti naomba twende wilayani. Wakampeleka kule, wakampiga faini milioni 5. Risiti nayo. Tikiti na umeandika pale kukutwa na tikiti ndani ya gari la samaki. Hakuna sheria yoyote inayosema hivyo. Sasa wameenda mbali zaidi, mara wanasema mtumbwi hauna bendera, mara wanasema sijui mvuvi hana gambuti, mara sijui hamna sare. Yaani vinakuja visingizio kwa sababu waziri alikuwa na nia njema sana. Na serikali hii mimi naunga mkono vita ya uvuvi haramu. Kwa sababu mimi nimevua miaka 10 na kitu. Tulikuwa tukikamata mtu anavua kwa petroli. Kwanza wananchi kule kwetu sisi kanda ya ziwa. Maki mimi nakozaliwa ni kama kilomita 1 kutoka ziwani. Wakimkamata mtu anavua kwa sumu, wao wanawachoma moto. Sisi wao wanawachoma moto. Kwa hiyo tunapiga vita uvuvi haramu. Lakini kitendo kinachoendelea ambacho kiko ndani ya mazingira ndicho kinachotupa shida sasa wavuvi wote. Kwa sababu tunaona kama vile ni zoezi lililokosa maelekezo. Yaani lina nia njema, lakini zoezi ambalo aliyelitoa aliwaachia uhuru wanaotekeleza waamue wanafanya wanakaji. Na ndio shida ile. Dhambi hiyo imetokea naweza nikaona tunavyozungumza ni kama iligusa maisha ya watu moja kwa moja, imewaathiri. Mimi nimeona bahati nzuri nakaa Mwanza, na bahati nzuri kwamba nilienda pia kwenye hizo operation kuangalia jinsi nilishuhudia hatua ambazo zilikuwa zinachukuliwa. Watu wana majonzi moyoni. Mbunge, narudia, sio kipimo hiki. Mmerejea kwa wananchi kuzungumza nao, wanasema nini sasa hivi? Sasa pamoja na operation hiyo Geita pale, unawaambia nini? Umeshaitisha mkutano kuwafafanulia wananchi? Kwa sababu wanasiasa wengine wa upande wa upinzani walichukua kama hoja pia, mitandao ikachukua kama hoja pia. Watu wakawa wanasema CCM iondolewe, mbunge hawa waondoke, hawa sio watu walifanya hivi. Mmerejea kwa wananchi kuambia kwamba huu sio mpango wa serikali au sio mpango wa CCM wala sio mpango wa mbunge. Bahati mbaya sana yote yametokea kuanzia mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 6 huu tukiwa bungeni huko. Kwa tujapata nafasi ya kwenda kufanya mikutano mikubwa ya hadhara. Lakini mimi pale Geita mjini tulifika pahala masoko yote yalikuwa hakuna samaki. Hata mama ntilia ambaye anakanga samaki alikamata akawekwa ndani. Leo tunazungumza hapa kuna gari moja kutoka Mkome kuja Geita ina miezi 4 imeshikiliwa maliasili kwa sababu abiria alikuwa na boksi ana mboga anakwenda akaambiwa mwenye gari alipe milioni 15 akawa hana. Kwa gari ile iko pale, ameenda mahakamani ameshinda kesi, watu wa maliasili wamemnyima gari. Tunachokisema hapa ni kwamba baada ya bunge, bahati nzuri sana waziri mkuu alituunga mkono, akamwagiza waziri asimamishe zoezi. Mheshimiwa Spika alituunga mkono, akaagiza zoezi lisimame, lakini mimi nilishika shilingi ya waziri akaagiza zoezi lisimame, na waziri wa mazingira ambaye ndio sheria zake zilikuwa zinatumika kwa kisingizio, kwa sababu sheria za uvuvi hazina fine zaidi ya milioni 2. Ili uweze kupata pesa nyingi. Hivi jana ninavyozungumza kuna mvuvi amepigwa fine milioni 300. Anaitwa Njiwa Poli. Milioni 300.
ameshikiliwa kwa miezi mitatu kwamba yeye ni mhujumu uchumi, kwa sababu alikamatwa na nyavu, kwa sababu zilikuwa zinamuuma, ni mpya, akazichimbia kuzificha, akitarajia siku moja ataajiri watu wazikate ziwe kwenye singo. Wakamkamata wale watu wa operation, mimi nasema ile that is detention kwa muda ambao wametosha wao. Sawa? Sasa wamempiga fine milioni 300 jana, milioni 300. Mvuvi wa kawaida anaitwa Joapoli amelipa ili atoke jela, maana ana kisukari na alikuwa anakaribia kufa. Lakini nataka kusema nini pale? Serikali ilitusikia ikazuia ile operation. Waziri wa mazingira akaniambia kwa mdomo wake anaondoa watu wake kule kwenye field, na sheria sheria ambazo zilikuwa zinatumika kwa ajili ya daraka anaziondoa, na kweli akawaondoa. Lakini hivi ninavyozungumza leo, mgambo wanaendelea, polisi wanaendelea, watendaji wanaendelea, ile vurugu, ile tension ya kwenye masoko yote ya samaki inaendelea. Ni kweli samaki sasa hivi ni wengi, ukienda kuvua unapata samaki kwa sababu moja, no more industrial fishing. Hakuna tena industrial fishing kwa sababu wavuvi hawamo ziwani. Na nimeona hata hatua, mfano tulizungumza, nilienda visiwa fulani kule Chato ndani kule. Yes. Wakasema kwamba hicho kipindi kilikuwa pia kinahusu agenda, nilipiga zile picha. Wakati nazungumza na mkuu wa mkoa nilimuonyesha ile, nikamwambia mkuu wa mkoa wa Geita. Wanasema operation imefanyika, lakini mbaya zaidi bei imeporomoka. Itaporomoka zaidi kwa sababu kubwa mbili. Ya kwanza, hao wenye viwanda kunatakia miezi miwili hapa, masoko yao Ulaya wamepoteza, kwa sababu masoko tujue hatuko sisi peke yetu. Wa Thailand wanani huko na wenyewe wanafuga sangala, na ina maana sisi tukiruzi soko lile linaingia. Kwa lazima na kinachopandisha bei sio bei soko la nini, soko la nje. Lakini leo ukizunguka hapa Dodoma hakuna sangala kwenye masoko, zilikuwa zimeisha kabisa. Ziliisha kabisa kwa sababu bali bahati mbaya operation ilikwenda mpaka kukamata samaki wa kula majumbani. Kwa hiyo watu sangala bucha zote hapa zilikuwa zinauza vibua na sato. Na sato wanaouzwa Dodoma wengi wanatoka nje. Kama hujui, wanaingizwa na Wahindi, wanaingizwa ndio wanaoingiza. Wenye viwanda vya samaki wale Wahindi ndio wanaingiza sato kutoka nje kuleta Tanzania. Sato wa Tanzania wenyewe ambao wanatoka kanda ya Ziwa Victoria na wenyewe wavuvi wanaogopa kwa sababu nyavu zinazovua sato wale, zinazovua sangala ni zile zile. Kwa ukienda kuvua sato ambaye anaruhusiwa na serikali, lakini nyavu unayovulia yule sato itakamata sangara ambaye kukamata utalipa milioni 20 na milioni 25. Kwa hiyo tuna shida hiyo. Na ninachokisema hapa ni kwamba kimsingi lazima wabunge tunaotoka kanda ya Ziwa. Tuna hapa lazima nikiri, mimi ni mwana CCM, wananchi wetu wameteseka katika hili. Lazima turudi tuambie wananchi kwamba haikuwa dhamira ya serikali. Dhamira ya serikali ni nzuri kupambana na uvuvi haramu ili baadaye tuseme tuwe wengi. Lakini kuna watu hapa walicheza na maagizo ya serikali. Kwa hiyo tukitoka hapa bungeni, na mkutano wangu wa kwanza ni huo, kwenda kuzungumza na wananchi katika hilo. Nimemsikiliza vizuri sana. Sitaki kucomment hapo kwa sababu imezungumza vyema kabisa na mheshimiwa mbunge wa Geita mjini pale. Amejaribu kuzungumza, kila mtu ameona na kila mtu amemsikiliza, na nadhani kuna eneo ambalo yeye mwenyewe kama mbunge haya malalamiko ama hili jambo lingekuwa linazungumzwa na mtu ambaye si mwana CCM, pengine ingesema siasa inafanyika, lakini sasa nadhani anazungumzwa moja kwa moja. Tulikuwa tunamaliza mimi na wewe tujaribu kuzungumzia huduma angalau kidogo za afya. Angalau ndio maeneo ambao wananchi walikuwa wanatatizo. Umesema mmejenga hospitali moja ya mkoa sasa hivi, ya mkoa sasa ambao mko nao pale. Watu wengi hawezi kufika tu pale. Vipi kuhusiana na zahanati za hapa na pale, angalau watu waweze kupata huduma pale? Kwa sababu Geita ninaambiwa pia kuna tatizo la umeme pamoja na hospitali. Sasa ukiwa mjibu haya kwa pamoja, naomba unisaidie kuyaunganisha kwamba hatua ya Tanzania viwanda na Geita kuna mananasi sana. Nyinyi mkoje? Mna mkakati gani? Kama mbunge unahamasisha kiasi gani? Naambiwa watu wanalima mpunga sana pale, kuna mashine za mpunga sana pale. Lakini kwa naambia pia hata wanapata shida ya soko na wenyewe vile vile. Niambie mnafanyaje kuunga juhudi za Tanzania viwanda? Kama mbunge unahamasisha kiasi gani hospitali na umeme ambao ndio chanzo kikuu cha kupata angalau viwanda? Kwanza ni la umeme limekwishaisha. Serikali tulipoingia sisi tulipiga kelele sana. Ni bahati nzuri sana naibu waziri wa sasa ambaye ndio waziri alikuwa msaidizi wa Muhongo, walinisikiliza sana, ndio niwasumbua sana. Tumeshapata umeme kutoka kwenye grid ya taifa. Umeme wetu na hautoki Sengerema. Kwa sasa hivi ukikatika umeme Geita, tatizo ambalo liko kwenye grid ambao ni mpaka kama mpaka wapi, hatuna shida na umeme. Na kinachoendelea sasa hivi ni kusambaa kwenye lea awamu ya 3 inaendelea kuzunguka na wako vijijini. Naamini kwamba muda mfupi ujao jimbo zima litakuwa na umeme. Swala la viwanda
Kwa kweli naomba nikiri, kwetu kule viwanda vingi ambavyo kama unavyoona Tanzania nzima focus ya viwanda liko mkoa wa Pwani. Ni strategic, sio kwa bahati mbaya. Kwa nini hakuna viwanda Kigoma, hakuna viwanda Tabora wapi? Huku vimebaki viwanda vya mazao. Na sababu kubwa ilikuwa ni miundombinu. Na wawekezaji wengi kutoka nje wanataka kwanza wapate access namna ya kufikisha raw material, lakini kama unataka kuexport tutafanyaje kirahisi? Nadhani ndio imekuwa sababu ya kuchagua kule. Kule kwetu tulikuwa tatizo kubwa sana la maji. Hakuna mwekezaji anakuja kwa kujenga kiwanda sababu ya maji ya kisima. Tulipata watu wanataka kuweka kiwanda cha nanasi, lakini walipoangalia maji wakaona mradi wa maji peke yake unakula pesa nyingi, wakasema tusubiri kwa serikali iende. Viwanda bado ni shida, ila tuna viwanda vingi sana vya mazao kama mchele, na sisi soko letu kubwa limekuwa Rwanda na Uganda. Na wakati mlizuia pia kupeleka chakula, lakini bahati nzuri sana serikali juzi imetoa tamko bungeni kwamba halitazuia, ila watafanya tathmini kuona lazima nchi jitosheleze kwa chakula, alafu ndio turuhusu kutoa nje. Kwa hiyo tunakwenda vizuri. Kuhusu afya, na afya naomba niseme kwamba ni kweli hospitali yetu ile ya wilaya na Mondo ya jimbo tulibadilisha kwa hospitali ya mkoa. Huduma zikaimarika, lakini zikapanda sana gharama yake. Tulichokifanya katika kipindi cha miaka miwili hii, kile kituo cha Nyankumbu na kituo cha Kasamwa vyote tumeviimarisha sana. Kwa mfano Kasamwa nimepeleka ambulance, nilipewa na Mheshimiwa Magufuli, nikapeleka ambulance mpya, na Nyankumbu nimepeleka ambulance nyingine ndogo tumepewa juzi. Kasamwa tumejenga theater kwa ajili ya upasuaji na tumeongeza ward, na Mheshimiwa Waziri pia watanisema ameniahidi katika pesa zinazotolewa kwenye kila halmashauri watanipa pesa. Nimechagua Kasamwa kukifanya kile kituo kiwe kikubwa sana kama kilivyo cha Nzera, kama ikiona cha Nzera kwa Msukuma, ambacho kitakuwa na wodi za kutosha, kitaweza kufanya upasuaji, kitafanya kila kitu ile kituo cha Kasamwa. Nyankumbu kwa sababu kiko kilomita 2 tu kwenda kwenye hospitali ya wilaya ya mkoa, tutakiimarisha na kiweze kufanya hivyo. Lakini pia tumejenga sasa kituo cha afya Mtakuja, kimeshaanza kufanya kazi. Tumejenga kituo cha afya Nyanguku, kimeshaanza kufanya kazi. Tumejenga Mgusu, kinakamilika hivi karibuni. Tumejenga Shiroleli, kimeanza kufanya kazi. Tumeanza zote hizi kwa hadi mwaka 2015. Tumejenga mimi sasa kwa lugha ya sasa. Tumejenga mimi mbunge wa Geita. Yes. Na tuna hivi ninavyozungumza hivi sasa tunaendelea katika kata zingine 4 tunajenga vituo vingine vya afya na vyote vinakwenda vizuri. Na sisi naomba labda kwa moja nisiache kusema moja ya bahati tulionayo kwenye halmashauri yetu, tuna mapato ya ndani ya halmashauri yangu ni kama bilioni 5 kwa mwaka. Tunakusanya bilioni 5 na tunapeleka almost 70% kwenye maendeleo. Na mwaka huu tunaelekea kufika bilioni 6. Lakini baada ya sheria hii ya CSR tutapata kama bilioni 5 zingine nje ya bilioni 6. Kwa bilioni 11 tumezielekeza zote kwenye elimu na kwenye afya. Na tumesema tunataka tupate kituo cha afya katika kila kata. Kwa sababu zahanati ziko nyingi tu, sisi zahanati nazo nyingi tu, na zingine hazijafunguliwa mpaka leo kwa sababu hatuna wataalamu. Tunataka tupate, na tunapeleka kwenye elimu. Tumejenga madarasa zaidi ya 200. Sasa kwenye elimu ile uko naelezea ndio ambao angalia swali langu la mwisho hili. Langu sio rafiki sana. Acha mpango, achilia mpango. Tumejenga. Nafahamu, nimefika Geita pale na nimefika Geita. Maana yake hoja yangu iko hivi. Hakuna mashaka ya kwamba ndio mkoa pekee hasa eneo lako la mjini pia ambalo pia nimetembea shule, kuna shule moja nadhani mmejenga na hostel pale na nimeona mmeka ya kisasa kabisa pale na madirisha ya aluminium na nimeona lakini wanasema issue sio majengo. Takriban bilioni 23.7 nadhani kila mwisho wa mwezi inapelekwa kuhudumia elimu bure nchi nzima. Sasa hoja yangu iko, waziri mkuu aliwatoa nishai nyinyi, akasema hamhamasishi. Wewe unataka kuongoza watu wawe na madarasa wakati hakuna anayekwenda shuleni. Maana yake nini? Mnaongoza kwa mkoa ambao watu hawaendi shule. Yes, ni kweli, ni watu wa pili kwa drop out, watu wa tolo. Sababu ziko mbili. Tunatoka ziwani ujue. Yaani wa pili sio wa kwanza, wa pili kutoka mwisho. Kwa kufaulu tuko juu. Mko juu. Lakini kwa utolo ni wa pili. Yaani ni wa pili, yaani ni wa tuko wa pili. Tunashika hiyo kwa sababu ya migodi na kwa sababu ya uvuvi. Vijana wengi wanapo na ndoa za utotoni. Ukitokea lashing ya mgodi, wanakimbia kwenye migodi. Afu na ndoa za utotoni. Lakini pia na uvuvi. Na mimi kila ninapopata nafasi ya kusema hili nimekuwa nikilisema. Na kwa kweli lazima nikiri. Nature ya shughuli hizi za kibiashara kwenye mkoa wetu zinasababisha watoto wengi sana kupata ujauzito, lakini vijana wengi kudrop kwa sababu wanaona hawawahi kwenda kutafuta pesa kwenye dhahabu,
na pengine tumekuwa pia na tatizo kwenye jamii zetu za wafugaji ambao wengi binti akionekana anaweza baadaye akaharibika, wanaona bora apate ng'ombe ili aweze. Lakini tunajaribu kutoa elimu hii katika mikutano yetu kuhakikisha kwamba tunakwenda vizuri. Na mimi nataka nikuhakikishie miaka 5 hii Geita mji kwenye jimbo langu, msitaki kuwasemea wengine, tutakuwa tumetoka kama tutakuja kwenye tathmini ya jimbo, hatuwezi kuwa tena wapili kutoka mwisho. Tutakuwa pengine tutakuwa tuko kwenye nafasi za juu kabisa za. Mimi nikushukuru Mheshimiwa Kanyasu. Pengine unawaambia nini wa Tanzania hasa wa Geita mjini kwa sasa? Tukupe muda, tukupime kabla ya 2020, tukuite tena tukwambie bana, unajua bahati nzuri TV ni kitu kizuri sana. Ukija hata sikuulizi maswali, nakuwa nakukata yale maelezo yako na kwambia mtu ambie hili mmefikia wapi. Wanaambia nini wana Geita? Na wananchi wa Geita, kwanza nataka niwaambie kwamba serikali yao, serikali ya Rais John Pombe Magufuli inatambua shida za wananchi wa Geita zote, zikiwemo za mipasuko, fidia za wachimbaji wadogo, shida za maji na shida za tunazitambua zote. Lakini hii ni nchi inayoendelea ambayo lazima tukubali kwamba uwezo wetu wa kumaliza matatizo haufanani na nguvu zetu za kifedha tulizonazo. Tunakwenda hatua kwa hatua. Mimi kama mbunge wao niko imara kuyasema yote haya na kuyasimamia. Tutahakikisha kwamba angalau tunafika 90% kabla ya mwaka 2020. Okay, nakushukuru sana kwa kujadiliana na mimi katika kipindi cha Agenda 2020 ambako mwaka 2018 tumeshaanza kufanya hesabu juu ya nani kafanya nini kimetokea, kama amekwama wako wapi. Nilisema mwanzoni wakati nazungumza, nikasema mimi namfahamu vyema zaidi mheshimiwa mbunge kwa kwenye peupe ana tabia kuzungumza nyeupe, nyeusi anachanganya, anasema nyeusi vile vile. Kwa hiyo tumemsikiliza kwenye operation ambayo ilikuwa inafanywa, amezungumza kwa uchungu, kila mtu kauona, na amezungumza bila kupepesa macho. Amekubali kwamba mkoa wa Geita kweli umechelewa sana, haukupaswa kuwa hapo ulipo, lakini kwa sababu wameshagundua ndio maana kuna marekebisho ya sheria za hapa na pale, hasa za madini ili kuokoa rasilimali ambayo wanageita wanapaswa kuweza kuitumia ama iwatumikie vyema zaidi. Mimi naitwa Alois Nyanda na niseme tu mimi niko Dodoma. Nilibahatika kukutana na waziri mkuu. Najua tena zile kukutana na simamizi wa shughuli zote za serikali, lazima unafurahia zaidi. Sasa niseme nikutakia usiku mwema kwa niaba ya timu nzima kutoka hapa Dodoma, Nyanda Lukinda Nyanda ambaye amefanya kazi kubwa sana, na pia niko na Ezra Machumu ambaye pia amefanya kazi kubwa sana kwa hapa Dodoma. Niwatakia usiku mwema. Mimi naitwa Alois Nyanda. Bye bye. Shukrani sana.